Kama leo utafanikiwa kwenda kumwona mtu hospitali yoyote ile, na huyo mtu ukaona hali yake ni mbaya, na ndani unashuhudiwa kabisa, huyu kama akipona basi ni majaliwa tu ya Mungu, lakini hawezi chukua hata siku mbili. Kama ukipata neema ya kusimama mbele yake pale kitandani na ukimwita anasikia, maombi mazuri unayoweza kuomba nayo ni maombi ya toba. Zungumza naye kwa sauti ya chini pale, muulize kama ana uwezo wa kujibu. Muulize, unajisikiaje uko ndani ya roho yako, unasikia nini? Je, una jambo lolote ambalo ni siri hujawahi kumwambia mtu, ungetamani unishirikishe? Kwa sababu hapa nilipo ni kama mjumbe wa Mungu, nimekuja ili nizungumze na wewe mambo ya siri ambayo hujawahi kumwambia mtu, aidha ni mabaya au mazuri. Nataka tutengeneze na Mungu. Nataka nikuhakikishie, huyo mtu atakwambia, na akikwambia uwe mwaminifu na wakili mzuri wa siri za Mungu. Chukua lile jambo lilokuambia, omba naye toba, tubu naye pale kitandani. Usipaze sauti, usipayuke, tubu naye pale kitandani, msogeree, muinamie pale pale alipolala kwenye mto, mwambie, ebu twende mbele za Mungu, niungane na wewe tukatubu mbele za Bwana. Mungu kukuacha mpaka hivi sasa hivi, alitaka uifikirie toba ambayo sasa hivi ndio tunaenda kumwendea Mungu kwa hiyo toba. Sikiliza nikwambie, ziko faida nyingi sana za mgonjwa kiumwa siku nyingi na hafi. Ziko hasara nyingi sana, mtu alikuwa mzima akapigwa na ajali akafa papo kwa papo. Faida za mgonjwa kuumwa siku nyingi, wakati mwingine ni Mungu anaruhusu ili huyu mtu atengeneze, apate muda wa kutengeneza naye. Vile ambavyo mgonjwa unaona anasema nigeuze, anaelekea ukutani, ndio wakati mzuri wa kwanza kuomba. Kama Ezekieli haombi nipone, lakini anamwambia Mungu, kama ukiruhusu leo hii mimi nije kwako, ninachojua kwako hakuna majuto. Nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, naam, wapate kupumzika baada ya tabu zao, kwa maana matendo yao au matunda yao yafuatana nao au yawatangulia. Ni wakati mzuri ukiwa kitandani umeisha, ukiwa peke yako, kumwambia Mungu, Bwana, ninaomba ukumbuke matunda niliyowahi kukuzalia nilipokuwa duniani. Usikumbuke tu mabaya ya ujana wangu. Leo ninatubu kwa ajili ya hayo mabaya. Nimeishi miaka mingi bila kukutumikia wewe, nimetumikia vitu ambavyo havikuwa na uzima. Nimeishi duniani mbali na wewe. Bwana, ninachojua mimi nilikuwa ni wa huku pande huu wa ufalme wa Mungu, na sasa kama umefika wakati wangu wa kumiminwa, ninaomba uwe mwenyeji wangu mbinguni. Chonde chonde Bwana, chonde chonde Bwana. Hata kama matunda yangu yalikuwa hayatoshelezi hata kwenye sahani, kwenye bakuri, ninaomba Bwana, hata kwa matunda mawili tu, nikae hata benchi katika wale wachezaji wanaokaa benchi hawako uwanjani. Hata kama nisipokaa VVIP huko mbinguni, hata kama nisipokaa meza moja na akina Musa na akina Abraham, hata kama sitakaa katika kifua cha Ibrahimu, ninaomba Bwana, hata niwe hata nyuma kule, lakini niingie kwenye ufalme wako. Ninamwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi aliyekuja duniani akafa kwa ajili ya dhambi za ulimwengu, mimi nikiwepo. Ninaomba unirehemu Bwana, unipokee. Kama ukiamua unichukue, niko tayari, lakini kama
unaona Bwana, kuna vitu bado sijavimaliza, kuna talanta bado sijaitumia. Ninaomba basi rehema zako ziambatane na mimi kunifanya nirudi tena uraiani, nikatimilize ile kazi ambayo uliniweka duniani nilime, nirudishe kwa mapenzi yako duniani, nikatekeleze huu mpango. Usianze kusema eti watoto ulionipa, usianze kusema mume wangu, usianze kusema si mke wangu. Bwana, mimi watoto wangu bado ni wadogo. Mungu hawezi kusikiliza, kwa sababu Mungu haoni shida kumwinulia mtoto wako uliyemwacha mdogo, kumwinulia baba mlezi mwingine. Sio pointi, sio hoja za kuongea mbele za Mungu hizo. Wewe mwambie tu Mungu habari ya talanta aliyokuwa amekupatia, ambayo ilikuwa sababu ya kukuruhusu uishi duniani. Mwambie, na nataka nikaifanyie kazi, nipe nafasi nyingine, lakini kwa mapenzi yako, kama unataka nikapumzike, ninaomba nipumzishe, lakini niingie katika nuru yako ya ajabu. Na wewe sasa ambaye umeenda kumwona mgonjwa, omba naye kupitia maarifa haya niliyokupa. Pita umo umo, mwombee toba, mwombee rehema, mshukuru Mungu. Wakati mwingine ukiona umeugua muda mrefu au ndugu yako ameugua muda mrefu, ni wakati Mungu anaruhusu atengeneze. Na wewe usikawie, sio unaenda tu hospitali unapeleka chakula unaishia tu kusikitika, umeshika tama hivyo. Achana na huo upagani. Pale hospitali umetumwa, umepata neema, wewe hakikisha unampatanisha huyo mgonjwa na Mungu kama alikuwa bado hajapatana naye. Hakikisha maombi unayoomba ni maombi ya maarifa ya mbele ya muda, si unaomba tu apone. Okay, asipopona uwe na maombi ya mbele ya wakati. Na maombi mazuri ni yale ambayo unahakikisha huyu mtu umempatanisha na mkuu wa uzima, ili akiamkia upande wa pili apokelewe na wajumbe wa Mungu ambao ni malaika.